katika Zaburi ya 104 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, uinywesha milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Bwana abariki neno hili kwa jina la Yesu, amen. Mungu namba 13. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka mbinguni na duniani, jina lako na litukuzwe sana. Ni asubuhi ya pekee, ni siku ya pekee ambayo wana na binti zako tumekuja kujihudhurisha mbele zako Yesu. Tumekuja jinsi tulivyo, tuwanyonge, tuwadhaifu. Wakati mwingine tuna dhambi zisizokoma katika maisha yetu, lakini kwa kadri ya maagizo yako na neno lako la uzima, Baba, kadri tunaposogelea mbele za kiti chako cha enzi, ninakusihi Baba ukakaribie katikati ya wana na binti zako hawa. Miongoni mwetu wapo walio na maumivu makubwa sana, wengine ni wagonjwa tena wa muda mrefu, wameomba na kuomba katika ibada mbalimbali zilizopita, lakini bado hawajapata jibu lilo la uhakika. Katika sabato ya leo, Baba mbinguni, nakusihi ukawajibu watumishi wako hawa kwa utukufu wa jina lako, wapate kupona na zaidi ya kupona wajazwe matumaini kwa ajili ya uzima wa milele. Miongoni mwetu wapo wanafunzi wanasoma, na wakati mwingine wamekaribia katika mitihani sasa, huenda ni ya vyuo vikuu, huenda ni katika vitengo mbalimbali. Mungu wa mbinguni, kwa kadri wanapokulilia, semezana pamoja nao katika maombi haya, katika magoti haya. Wapo watoto wadogo wanaendelea kujifunza namna ya kuabudu, wanaendelea kutafuta njia ya namna ambayo wataendelea na kuishi katika ulimwengu huu ambao umechangamana na mambo mbalimbali yasiyokupendeza. Kama hali yako hivyo Baba, wakuze katika hekima na kimo, kadri wanaendelea kukua, wakupendeze wewe pamoja na wanadamu. Tunaombea amani katika taifa letu. Pia kumekuwa na changamoto za hapa na pale katika ngazi mbalimbali. Yesu, ninakusihi ukasimame, simamia taifa la Tanzania Bwana, ili amani inapokuwa inatawala, basi na injili ikapate kusonga
ina mipango mingi Baba, na hata wakati tunaposogelea makani, vipo vilio vya namna ambavyo tutapata michango, tutaipata wapi? Wenda kazi tunazozifanya hazijawa na maslahi ya kutosha katika mgawanyiko, lakini Baba tusaidie, kwa sababu kwako kuna kila jambo ambalo mwanadamu akiomba inawezekana. Jifunue kwa watu wako, kila anayekulilia kwa dhati, kazi atakayoifanya iwe ndogo iwe kubwa, lakini mpatie nafasi ya kushiriki katika mchango kwa ajili ya kumshukuru tunapoingia katika mwaka mpya wa makambi 2026. Baba yetu wa mbinguni, ibada ya leo ni ibada ya pekee sana. Ni ibada ya upatanisho, ni ibada ya ushirika kati yako na sisi wanadamu ambao tulifia katika msalaba, na ndiyo kumbukumbu ya pekee ambayo uliagiza ya kwamba kila tunapokula, kila tunapokunywa, tufanye hivi kwa ukumbusho wako. Siku ya leo tunakwenda kukumbuka mateso uliyoyapitia. Tunakwenda kukumbuka namna ambayo mwili wako ulichakazwa katika msalaba, ili tu mimi na watumishi wako hawa ambao tumepiga magoti hapa, wanadamu hao, tupate kuokolewa. Baba, tunaomba huduma hii ya pekee itakayofanyika leo, kama kuna mambo ambayo yalishindikana katika nyakati zilizopita, kupitia sabato ya leo yakawezekana. Kama ni magonjwa yakapona, kama ni uchungu ukaimarike, kama ni ndoa ziteteleka, Baba, kupitia hii huduma ya leo ya upatanisho, ndoa zetu zikaimarishwe, mahusiano yetu katika familia yakarejeshwa upya, neema yako ikaendelea kutufunika. Na nina imani kabisa ibada ya leo itakuwa ni sehemu ya kumbukumbu katika maisha yetu ya Ukristo, hata utakapokuja Baba ututwae katika ufalme wako. Ndilo ombi tunaomba na kushukuru kwa jina la Kristo mkombozi wetu, amen. Somo letu la sadaka linasema hazina ya moyo. Je, unakumbuka wakati shetani alipojaribu Yesu kule nyikani? Je, umewahi kuhisi majaribu kama hayo? Je, umewahi kuhisi kwamba jamii na vyombo vya habari vimekupeleka katika mahali pa juu na kujaribu kwa utajiri na starehe za dunia? Cha kusikitisha, mara nyingi tumekuwa tukitoa mwitikio kwa majaribu haya kama watoto wadogo, tukisema nataka sasa hivi. Watu wengi wamekwisha kuweka akiba ya vitu vingi zaidi ya wanavyohitaji, lakini wamezoea kutamani kuongeza tu kidogo. Kauli ya Kristo katika Mathayo 6:19 hadi 21 haikuwa tu ushauri, bali ilikuwa ni amri: msijiwekee hazina duniani, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Yesu hakuanza na kauli ya kusema nadhani itakuwa vyema kama
au mambo yatakwenda vizuri ikiwa mtajaribu kutoa. Alisema, msijiwekee hazina duniani. Lakini kwa nini tusiweke hazina duniani? Kwa sababu hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kama hazina yako iko duniani, hapo ndipo moyo wako ulipo, na hilo si jambo jema. Mtukuze Mungu kwa wimbo usemao, mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya dunia uso wake tukiuona. Wito: tunaporudisha sasa zaka za Mungu na kutoa sadaka za ahadi tulizoziandaa tayari kama asilimia mapato yetu, hebu tumwombe yeye atusaidie kuona mivuto na burudani za ulimwengu huu kwa kuzingatia umilele. Kwa neema ya Mungu tuweze kumtazama Yesu, na kwa uchangamfu tutoe hazina zetu kwa ajili ya utume na huduma iliyopo moyoni mwake. Mwenyezi Mungu aibariki neno hili. Mchana leo tutaenda kuombea wale watu ambao wana moyo wa kutoa, na siku ya leo tuweze kukutana na Mungu wale ambao hatuna moyo wa kutoa. Basi nimwalike Eda Kiangi aweze kutuombea kwa hilo. Basi wote tuweze kusimama. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunamshukuru sana kwa baraka mbalimbali ambazo umetupatia. Umetupatia kazi, umetupatia biashara, umetupatia mashamba, umetupatia mifugo. Jina lako litukuzwe. Muda umefika sasa wa kutolea vile ambavyo umetubariki kwavyo. Tunakuomba tunaposogelea chombo kile cha zaka na sadaka, na tutakapoweka sadaka zetu mahali pale, ukazibariki. Wale ambao kwa bahati hawajapata leo, tunaomba kwa ajili yao, wapatie kazi, wapatie biashara, wapatie kipato, ili siku moja nao waje katika vyombo hivyo wakutukuza kwa yale ambao wapatia. Kwa pamoja nasi katika ibada hii ya sadaka na zaka, kwani tunaomba kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu. Amina. Bwana aliyekufa kwa ajili yako yu hai. Tufumbe macho tuombe. Baba mwema na Mungu wetu, tunakualika masaa ya asubuhi, masaa ya pekee kwa ajili ya ibada ya leo. Naomba tutangulie katika jina la Yesu. Amen. Unajua, ukipangwa hudumu siku hiyo, unakuwa unafuatilia sana wahudumu wenzako wanakuwa wanafanya nini. Na mara nyingi unachokiangalia ni kwamba je, kuna kitu kilichosemwa nisikiseme, yani kwa kukirudia, au ujumbe walioubeba unaendana na ujumbe wa leo. Na mimi nikiri ya kwamba hakika tunapomwomba Mungu kuna roho wa Mungu anayetuongoza. Wakati aliyekuwa anasoma somo la sadaka, alipoweka ule wimbo kwamba imba wimbo wanaosema mtazame Mwokozi. Tunapotazama uso wa Mwokozi, mambo ya dunia ufanyaje? Kugeuka. Ni hakika mambo ya dunia yanageuka tunapotazama Mwokozi. Siku ya leo ni siku maalum kwa ajili ya meza ya Bwana. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo, usiogope. Siku ya leo ni maalum kwa ajili ya meza ya Bwana. Yesu aliketi na wanafunzi wake. Lengo lake ilikuwa ni kuwatia moyo. Nami nilikutangazia kwamba asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo, usiogope. Usiogope. Meza ya Bwana iliandaliwa kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Na pengine wanafunzi hawakuelewa kwa nini Yesu alikuwa anafanya tukio lile. Haya maisha haya ukiangalia kwa hali ya kawaida tu, ukiwa unakula na kulala na kunywa, mambo yako vizuri. Unaona kama mambo yako vizuri kweli.
lakini maisha yana mambo mengi. Watu wanapitia mambo magumu sana katika maisha, wanapitia mambo magumu. Na hivyo nikualike wewe uliye na kitabu chako cha wimbo, chukua uangalie wimbo nambari 130. Na nikuahidi sitatumia muda mrefu. Kuwa na amani, kuwa na amani kabisa. Wimbo nambari 130 tulioimba ni wimbo ulio na maneno ya matumaini na nguvu. Maneno ya matumaini na nguvu. Wimbo unaosema Yesu kwetu ni rafiki. Ubeti wa kwanza unasema Yesu kwetu ni rafiki, kuambiwa haja pia, tukiomba kwa babaye maombi asikia. Kwa hiyo wewe maombi yako uliyoomba, Mungu anasikia, usiwe na haraka. Mungu anasikia. Mungu anasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya. Habari ya kujitweka vibaya Mungu anatusamehe. Lakini nataka kuambia kwamba Mungu anasikia. Kama tulimwomba Mungu dua, alisikia. Hata kama uliomba katika kipindi cha mwanzo, kipindi cha nyuma, na kualika na kukumbusha kwamba asubuhi ya leo dua yako Mungu alisikia. Uliomba juu ya uchumi wako, maisha ni magumu. Kweli? Kuna mtu mwingine ukimwambia maisha ni magumu, haelewi. Haelewi. Na pengine huko Dar es Salaam wengi mna maisha mazuri. Na hasa Wasabato, maana mmependeza hivi kweli, mtu anavaa suti ujana, inawezekana kweli? Na wewe akili zako zitakuwa na matatizo. Yaani unamwona mtu amevaa suti amejikataa hapo na kwambia nisije hapa sina hela. Kwa wewe jamaa akili yako haiko sawa. Nenda ukajitafakari. Kwa hiyo kama uliomba Mungu kipindi cha nyuma, Mungu alisikia ombi lako. Mungu alisikia. Ubeti wa pili anauliza, una dhiki na maonjo, unapitia magumu katika maisha yako, unayo ni swali anauliza, una mashaka ya kwamba maisha yako yanaendaje baada ya hapa? Umeachwa hata na mpenzi wako wa zamani uliyekuwa na huyu nakaribia kuoa, baadaye unaona kama mtu haeleweki. Na mimi kijana nawaambia, huwa napenda kutia moyo vijana kuoa, na nilifurahi kumuona na alijua leo nitasema. Hata Maya anajua hivi. Naona naanza kutabasamu. Huwa napenda kutia moyo vijana kuoa, lakini kama huyo mpenzi wako haeleweki, bora usioe. Nakwambia ukweli, usije kaanza kutoa machozi hapa, lakini hata kama utatoa machozi, Bwana anasikia. Atakufuta machozi. Atakufuta machozi. Kuna mashaka juu ya maisha yako. Pesa ya kula nyumbani hamna. Kuna mtu anaenda kupima unga roho. Kuna mtu mwingine haelewi hii sentensi. Unajua kuna mama ambaye anaweka sufuria ya ugali pale, maji, alafu anaenda dukani kuchukua unga roho. Kuna mtu kimwambia hivi anasema nikifikia hapo haja ya ndani roho itachomoka. Amezoea kuona soko ya unga iko vizuri. Ukifungua friji yake imejaa vitu, kuna watu na friji hawana. Hata kama una friji, Mungu anasikia maombi yako. Kuna siku utakuwa na friji na kwako. Kuna siku Mungu anasikia. Mungu huyu, kuna siku mara mwisho wakati nahubiri nakumbuka niliwakuambia kwamba Mungu ni wa kwetu sote. Mungu ni wa kwetu sote. Nilitolea mfano kwamba wakati unaugua, unamwomba Mungu akuponye. Nikasema kuna mtu aliyesomeshwa na bibi yake, alisomeshwa pharmacy, anauza madawa. Ni lazima uugue ukanunue hiyo dawa upone. Nakumbuka hicho kitu, najaribu kurejelea. Lakini ukweli ni kwamba utanunua dawa, utameza, alafu ugonjwa unafanyaje? Utapotea. Kumbe ulikosa kumpa pesa yule baba akani. Mungu anasikia. Mungu anasikia. Umesikia katika hatua maisha yamekuwa ni magumu mno. Pengine una mtoto ambaye baba yake haeleweki. Kuna wanaume wanatuaibisha. Unakuta mwanaume mzima kweli unazaa mtoto alafu unamwangalia tu kama kitu hivi, unajisikiaje nyie? Lakini naamini hapa hapo watu mnatabasamu, mnaweza mkaacha watoto kweli, na kama mpo mkope kwa jina la Yesu. Na Yesu anawaona na leo anawaita. Una mashaka, usiwe na wasiwasi. Kumbuka Bwana alipokutoa, na leo nitakutia moyo ukisoma kitabu cha Zaburi 104, utasoma. Naomba uandike hicho kitabu. Kama kuna mtu ana wasiwasi juu ya matendo makuu ya Mungu, leo usilale bila kusoma kitabu cha Zaburi 104. Uone mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya katika dunia hii. Na huwa unayaona kila siku. Je, Mungu atashindwa kufanya kwa ajili yako? Haifai kufa moyo, dua anasikia.
Hebu wewe tafakari. Wewe umeitwa na Yesu na leo umekuja hapa. Huwa unaomba mambo bado hayajabadilika. Kwa hiyo ukiacha kuomba yatabadilika, una uhakika? Haifai kufa moyo. Haifai. Endelea kuja. Endelea kuja hata kama unafanya dhambi nyingi kila wiki. Hata kama unafanya nini, usiache kuja. Toka ulipoenda kufanya dhambi, ulipoenda kufanya, njoo kwa Yesu. Yesu anasikia dua yako. Maana nia yako ya dhati ni kuiacha dhambi. Yesu anasikia. Haifai kufa moyo. Hakuna mwingine mwema wa kuhurumia. Nakwambia, hakuna mwingine mwema wa kuhurumia. Wanadamu, hata kama unatuambia unauguza, unauma, tutakupa pole siku 2-3, lakini baada ya hapo wewe unayeuma au unayeuguza, yale maumivu utaendelea kuwa nayo. Tutakupa pole ndio, lakini yeye ndiye wa kutuhurumia, kwa sababu ndiye anayeweza akatufanya tukapona. Haifai kufa moyo. Endelea kumwomba Mungu. Hatujua tu dhaifu, maombi anasikia. Je, unayo hata nguvu? Unayo hata nguvu? Huwezi kuendelea. Huwezi kuendelea kabisa. Umetafuta, umefanya biashara yako kila muda, wewe tu sisi tumaulete wanakupitiaga, sisi kweli tumaulete wapo. Alafu wanatafakari kama wapo, mimi nilikuwa nishafikisi. Hela zangu zinachanganyana na pesa za wengine sana. Biashara yako inakufa kila muda, mtaji kiasi mpaka biashara ieleweke. Ukiona kama wenzako wafanya kidogo wanatoboa maisha. Ukiona hiyo maana kwamba mimi vipi? Usichoke. Bwana anasikia maombi yako. Hivi ulishawahi kutafakari kama chawa huwa wanapata chakula? Tena chawa, unajua chawa ni wadudu ambao ni VIP. Chawa wanakula chakula kwa wanadamu. Hivi wewe unamchukuliaje mwanadamu? Mwanadamu ndiye mnyama mwenye akili kuliko wanyama wote duniani. Lakini chawa anakula chakula chako. Damu yako chawa anakula. Hivi kama Mungu anaweza kuweka chawa anakaa kwenye nguo za mwanadamu na anakula, atashinda hivi? Unajua kama kuna ndege ambao hata viota huwa hawajengi. Hata viota hawajengi, wanalala kwenye mapango. Kuna miti ambayo Mungu ameiandaa, imekaa kama kiota, ikifika jioni wanaingia. Je, unajua namna ambavyo Mungu amepangilia ulimwengu huu, ya kwamba simba inapofika wakati wa mchana anapaswa kwenda pangoni kulala, lakini giza linapoingia anaingia mawindoni. Hivi wewe ndio uko na waswaga simba? Kama Mungu anaweza kuongoza wale wanyama, anashindwa kuongoza wewe? Haifai kufa moyo. Mungu anasikia maombi yako. Usikate tamaa, usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Tukio la leo la mbele ya Bwana, kitu ambacho Bwana alifanya kwa ajili ya kuwatia moyo wanafunzi, akiwaambia ya kwamba atakuwa nao pamoja. Ujapodharauliwa katika dunia hii, huna mbele wala nyuma. Pengine hata wanaume wakikuona wanakuona kama hufai kuolewa. Pengine hata wanawake wakikuona wanakuona kama hufai hata kuoa. Unajua kila mtu anaona mwanamke au mwanamume anayemtaka, lakini unaona kama kila anayekuja unaona kama hafai. Sikia, hata kama dunia wakikudharau, Bwana anasikia maombi yako. Usichoke kumuomba. Usichoke. Usichoke. Watu wapendao dunia, yeye kukuambata mkononi. Kristo anatuambata mkononi. Maombi yetu anasikia. Maombi yetu anasikia. Tutatawadhana miguu leo baadaye. Kitendo hiki si kitendo cha kawaida. Kutawadhana miguu maana yake ni kuwa tayari kuhudumiana. Ni kuwa tayari kuhudumiana. Baada ya hapo tutaingia katika maombi. Toba, hiyo ndio meza ya Bwana. Uwe tayari kuhudumia mwenzako, lakini wengine katika toba kumwomba Mungu msamaha. Kumuomba jirani yako msamaha. Maana ni ngumu kumuosha mtu miguu. Na kuna mtu anamuosha miguu, pengine anakuja hata viatu hajavaa. Pengine miguu inafunga, lakini unamtawadha miguu. Unafuta vumbi. Unamfuta yale maji.
anavaa kiatu chake au kama amevaa kandambili. Baada ya hapo mnaingia katika kuomba pamoja. Hauna haja ya kuendelea kubeba vitu ndani ya moyo wako, kwa sababu hata tangia umevibeba hakuna msaada ulioupata. Jifunze kuachilia. Jifunze kuachilia. Yesu amekusamehe makosa yako. Amekusamehe. Na mimi nakwambia kwamba uko hapa, kama kuna dhambi zozote ulizofanya, leo ninaomba kwa Mungu na huduma ile ya Bwana utasamehewa dhambi zako. Uanze upya. Uanze upya. Omba na rafiki yako utakayetawazana naye miguu. Ombeni msamaha. Watake radhi watu ambao unawakosea, na kuna watu ambao huwa wanajua wewe ni kama unawakosea, ila wao wanaona unawakosea. Wakati wa maombi muombe Mungu akusamehe. Muombe Mungu akusamehe. Tafakari hii ina maana kubwa sana katika maisha yetu. Wakati tunasoma ile fungu letu kuu la Zaburi ya 104, na nimekwambia kwamba kama unadhani umeachwa na Mungu, usiache kupitia kitabu hiki siku ya leo. Zaburi 104 kama sura nzima. Tulisoma ile fungu la 13 ya kwamba kuinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi yake. Dunia hii imejaa mazao ambayo Bwana ameyatengeneza. Ukisoma fungu la 11 inasema zamnyesha kila mnyama wa kondeni, punda mwitu kuzima kiu yao, kando kando hukaa ndege wa angani, kati ya matawi kutoa sauti zao. Kitabu cha Zaburi 104 kinaeleza matendo makuu ambayo Mungu anayafanya katika viumbe vyake. Punda akihisi kiu, sio wewe unayemwambia kanywe maji, anatembea, anaenda kwenye mito. Hakuna anayemwandalia maji pengine. Kuna wanyama ambao hakuna wanadamu anayewahudumia. Wao wenyewe wanatafuta maji, wanatafuta chakula wao wenyewe. Achana na ng'ombe wako ambao kila siku unawaletea nyasi. Achana na hao mbuzi wako ambao kila siku unawapeleka malishoni. Kuna wanyama ambao Mungu anawaongoza yeye mwenyewe. Kwa hiyo usikate tamaa. Usife moyo. Kristo anasikia. Tunapotazama mambo ya dunia, tunapotazama uso wa Kristo, mambo ya dunia hugeuka. Mambo ya dunia ambayo ni magumu yanabadilika. Tunapaswa kuendelea kusimama, kuendelea kumwomba Mungu. Nimeongea maneno haya ni kwa muda mfupi, kwa sababu ibada yetu inaendelea. Tutaendelea na ibada hii sehemu ya pili, lakini unapoenda katika sehemu nyingine tena ya ibada hii, na kukumbusha ya kwamba Yesu anakusikia. Yesu huyu aliyekufa kwa ajili yetu yu hai. Jana kwa malaika wimbo mzuri. Wakati wanaenda kumwangalia Yesu, malaika anamwambia hampaswi kuogopa. Naye mtafuta yu nini? Yu hai. Yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu aliyetuumba ndiye huwa anatoa uhai. Usiogope. Hakuna mwanadamu anatoa uhai wako. Njaa haiwezi kutoa uhai wako. Magonjwa hayawezi kutoa uhai wako. Hayawezi kutoa uhai wako. Kitakachotoa uhai wako, atakayeruhusu uhai wako utoke, ni Yesu aliyekuumba. Na sasa ametangaza ya kwamba yu hai. Yu hai. Kuna maisha tena baadaye, tutaishi milele. Maisha ya dunia haya ni ya muda tu. Hebu jaribu kuishi kama mfuasi wa Kristo. Kama Yesu alimtawaza mwanadamu mmoja miguu, ikiwa ni ishara ya unyenyekevu, na wewe jinyenyekeze kufanya hivyo asubuhi ya leo. Bwana wabariki, na niwaalike tusimame tuweze kuomba. Tunapoenda kuomba, niombe Malaki njoo hapa tuongoze kuimba ubeti wa 2 na wa 3, wimbo namba 130. Wakati tunaimba wimbo huu, ikiwa unadhani umetengwa sana na Kristo, ukiwa unadhani kuna mambo magumu yanakusumbua sana na umeomba kwa muda mrefu, tembea huko. Tembea. Tutaomba kwa ajili yako. Kristo anasikia maombi yako. Tutakapoanza ubeti wa 2, anza kutembea, usogee. Tutaomba kwa ajili ya hayo mambo unayodhani Mungu asikii, na ninakuahidi kwamba Mungu atasikia na
na atafanya. Wewe tazama alipokufanya takiwa kwa kitoto kidogo. Leo umekuwa baba mzima. Ulikuwa katoto kadogo, unakula mchanga. Leo unaona watu wanakula mchanga unawashangaa. Una utimamu wa akili. Mungu amekutoa kote huko. Atashindwa kumalizia miaka yako iliyobaki hapa duniani. Na amesema miaka yenu ni mifupi. Kama una miaka 50, una miaka 40, umeishi miaka mingi. Unapoenda sio bali usikate tamaa, Kristo anakuona. Wimbo namba 130 wetu wa pili na watatu. Una dhiki na maonjo, una dhiki na maonjo, una mashaka pia. Baba mwema na Mungu wetu uliyeko juu mbinguni, asante kwa ibada ya jioni na mchana wa leo. Umetuongoza na kutupatia neema ya pekee. Umewaleta watumishi wako siku ya leo katika ibada takatifu. Watoto hawa ambao unawapatia baraka nyingi sana katika maisha, na leo wanasema ya kwamba yako mambo ambayo wana mashaka na wasiwasi, wana mambo magumu wanayopitia, wanahitaji msaada wako. Umeahidi ya kwamba unasikia maombi yetu. Yesu, sikiliza maombi haya na ukawatendee watoto wako mema. Yupo mtu ambaye ni mgonjwa, yupo mtu ambaye maisha yanaeleweki, chakula nyumbani shida, anasomesha watoto zinakaribia kufunguliwa, hana pesa, mpango yote ya pesa aliyokuwa akitegemea inakwama, wale waliokuwa wadai wanaanza kulipa. Yesu, na mikono yako leo wakutana wanapotoka hapa, shughulika na mambo yao, kwa sababu umetuahidi ahadi hii, kwa sababu unaweza kuongoza wanyama, wadudu kama mende wanaweza kupata chakula, kama nzi wanaweza kupata chakula, kama kunguni wanaweza kupata chakula. Kwa nini wanadamu tunakosa chakula na wewe ndiye Mungu wetu? Na kwa sababu umetuumba kwa mfano wako, Yesu, tutendee makuu. Naomba baraka kwa ajili ya watoto wako wote waliofika hapa. Bariki familia zao, bariki watoto wao, bariki kazi zao, biashara zao, bariki hata afya zao, waweze kuwa na afya njema. Ninaomba ni katika jina la Yesu, kila mwenye pumzi na aseme amina. Niwaombe dakika 5 kwa ajili ya Anastasia Joshua ambaye anaenda kubatizwa. Alichelewa kufanya usahihi na hivyo tayari yuko kwa ajili ya ubatizo.
Karibu Anastasia, nitamwapisha kwa kiapo mbadala. Mara baada ya hapo sasa nitamwalika shemasi mkuu atuongoze kwa ajili ya, nitamwalika mwenyekiti amkaribishe shemasi mkuu kwa ajili ya sehemu nyingine ya ibada. Karibu Anastasia Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Anastasia Joshua. Anastasia Joshua yuko tayari kwa ajili ya ubatizo. Hivyo niwaulize washiriki wa kanisa wangapi wanasema Anastasia aweze kubatiza, mikono juu. Asante. Wanaosema asibatize kwanza, basi Bwana wabariki. Anastasia unaweza ukageuka huku kwa ajili ya kiapo. Washiriki wa kanisa wamekuona, na sasa nitakuapisha kwa kiapo mbadala. Kiapo mbadala kina maswali matatu. Nitakapokuwa na kuuliza swali, utakuwa ukisema ndio nakubali, naamini. Ndio nakubali, naamini. Hebu ndio nakubali, naamini. Basi kiapo cha kwanza kinasema, je, unampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi? Na je, unataka kuishi ukiwa na uhusiano naye unaokoa? Ndio nakubali, naamini. Amina. Swali la pili, je, unakubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato, na unaahidi kuishi kulingana na mafundisho hayo kwa neema ya Mungu? Tunapenda kusema kwa neema ya Mungu kwa sababu peke yetu hatuwezi. Wewe mwenyewe unaona namna ulivyovuruga taratibu za ibada, taratibu za kanisa. Tunasema ni kwa neema ya nani? Ya Mungu. Endelea kumwomba Mungu akusaidie pia. Je, swali la tatu na la mwisho, je, unataka kubatizwa kama udhihirisho wa hadhara wa imani yako kwa Yesu Kristo, kupokelewa katika ushirika wa kanisa la Waadventista wa Sabato na kulisaidia kanisa na kazi yake kama wakili mwaminifu kwa ushawishi wako, zaka na sadaka na maisha ya utumishi? Ndio nakubali, naamini. Amina. Asante. Sasa Anastasia huko tayari kwa ajili ya ubatizo, tutajiandaa kwa ajili ya kubatizwa. Tufunge macho tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, binti huyu amekuchagua wewe leo mchana kweupe. Anaahidi ya kwamba atashirikiana na wewe kwa neema ya jina la Yesu. Utukufu wako mwangazie anapoanza maisha mapya mara baada ya kutoka kwenye kisima cha ubatizo, na hata sasa unapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, Yesu akasimame, asikate tamaa. Ninaomba ni katika jina la Yesu. Amina. Ndio kanisa karibu. Mungu kwa ibada siku ya leo. Mzee Isa William ndiye aliyehusika kwa ajili ya kuletea neno. Mzee Tumaini Masige alihusika kwa habari ya fungu kuu pamoja na ombi. Karani yetu wa kanisa Mseo Robert alihusika kwa habari ya zaka na sadaka. Mama Paulina Deo pamoja na Mama Masanya ndio walihusika kama mashemasi. Mwalike shemasi mkuu pastori kwa ajili ya maelekezo, ama shemasi mkuu wa kike ama wa kiume atapatia maelekezo. Bwana ni mwema. Mahala fulani mfalme mmoja aliandaa meza, na ilipofika wakati wa tukio akagundua hakuna mtu hata mmoja, na akaagiza wakamate wote wapita njia na waende kwenye tukio hilo kwa ajili ya hiyo meza. Sasa meza ya leo tumeiandaa. Sidhani kama Mungu wetu tunakwenda kuagiza watu wakamatwe. Haleluya. Na sisi sio kukimbia meza hii. Hii kwa ajili yetu, kwa ajili ya kupatana na Mungu. Kwa hiyo usipange kukamatwa kwa nguvu ili ushiriki meza ya Bwana. Utaratibu wetu ni ule ule. Jinsia ya kiume tutakuwa nje kwenye kanisa dogo la zamani. Alafu jinsia ya kike tutabaki ndani. Na kama kuna mtu anahitaji na huduma potential, yeye kama yeye, basi tunaweza kuonana.
Inawezekana labda maharusi wetu hahitaji wao wawili tu, natuona inawezekana. Kwa hiyo msikate tamaa, karibuni jamani. Pale ni muda wa kufanya ibada tu hiyo iliyotupeleka pale, tunayo narudi kwa ajili ya tukio lililoko mbele.